Huo mwezi Septemba tutakuwa na tamasha la dunia la kijana ambapo tunaunganisha watu vijana 10,000 na 5,000 ni toka ugenini na tutakuwa na nchi 190 na ujumbe toka Tanzania unatarajiwa kuwa mkubwa kuliko wote. Rais wetu Vladimir Putin alifanya malengo kwasi kufungua fursa nyingi kwa vijana sio toka Urusi tu, lakini pia toka ugenini, toka Afrika pia. Wetu Vladimir Putin tuna kituo kikubwa katika mkoa wa Crimea, jina lake ni Tavrida Art, na huko Watanzania wana fursa za kushiriki katika tamasha letu la kisanaa na kila msanaa anaweza kushiriki. Na pia kama wewe ni mtaalamu wa mazingira unaweza kushiriki katika matukio ya cluster Kamchatka ambapo tuna kituo pia. I just want to tell you that we are happy to see you here today and we will be happy to see you again. Please come to us, our doors are open for you. I just want to stress that our Russian House is the focal body in Tanzania on the matter of Russian scholarship program. We will organize our new scholarship campaign in September. Please join us. You will have an opportunity to study in Russia. It's absolutely free for you. Join us in social media and you will know everything about our activities. We organize film screening, music festival, theater, lectures, Russian language courses. Please be with us. We are ready. You visit us today and we are waiting for you next time. Kama mnataka kuendeleza katika ubunifu, kufanya filamu, kufanya muziki na maudhui ya kidijitali, unaweza kujifungua fursa moja. Ni fursa ya kushiriki katika mashindano makubwa nchini Urusi mwezi Machi mwaka 2027. Huko Watanzania wote wanaweza kushiriki bure bila ya kulipa, na baada ya mashindano haya utapata mazoefu na maarifa mapya. Vyombo vya habari vyetu vinatumia sio Kirusi tu, lakini Kiingereza na lugha mbalimbali, na pia tunaweza kupata habari toka nchi za kirafiki kama Tanzania kwa mfano. Tunaweza kuonyesha maudhui toka matokeo mbalimbali ya kidijitali nchini Tanzania. But what our responsibility is, and actually our shared responsibility of all stakeholders involved, is to teach children how to better use the technologies. And this is the aim of the Alliance. What we are planning to do in Tanzania is to organize an educational marathon to bring experts from Russia, experts on children's safety online, and to engage into dialogue, to hear what your experiences are, or what challenges have you already faced, and they will also explain how to overcome, how it's better to deal with that, how not to get into a difficult situation, because the internet and everything connected to it is as real as the real life, and it may bring about good opportunities, but also can bring someone into a difficult situation. Letu lilifanyika miaka miwili iliyopita, pia mwaka ujao tuna na mwezi Septemba. Bila shaka
unajua kuhusu Yekaterinburg ambapo tutakuwa na tamasha kubwa la dunia la vijana, na nafikiri kwamba delegation kama ujumbe toka Tanzania utakuwa mkubwa sana. Hivyo asante sana kwa kuja hapa leo, na pia asante sana, ninawashukuru timu letu, timu ya Ahmed Matukuta. Asante sana.